nyingi. Nenye ni mashahidi, juzi Mwenge umezindua mradi wa maji kwenye chujio pale Mlima Kwaraa Ikulu kwa juu, mradi wenye thamani ya milioni 904. Mradi huo wakati fulani ulisimama kidogo, lakini tushauriana na ndugu zetu BAWASA kuona namna ya kupushi. Wakati tunasubiri fedha kutoka serikali kuu, basi tuone namna ya kupushi ili walau wananchi waweze kupata huduma. Tunashukuru leo mradi ule umekamilika na wananchi wa maeneo haya ya kata ya Babati na kwenda kunufaika na maji hayo yanayotoka Mlima Kwaraa. Lakini serikali kwa kupitia bajeti ya mwaka huu tunatazamia kutupatia bilioni 16 kwa ajili ya mradi wa Mto Eri mpaka kwenye tenki la Sawe. Ninajua tunaishi huku, lakini tunaweza tukawa tuna nyumba zetu ziko ukanda ule wa kule, ukanda wa Katani. Kwa tunaamini mji unaelekea kule Maisaka Katani. Kwa hiyo changamoto ya maji, tenki hilo, maji hayo yakiweza kufika kwenye tenki hapo Sawe, tunaamini changamoto ya maji ndani ya mji wa Babati itakwenda kuisha. Lakini wenzetu wamejiongeza zaidi. Wale kwenye bonde Msasani wamechukua eneo lile, kuna maji pale. Ninaamini wataendelea kuona namna gani ya kuendelea kupunguza chumvi katika maji yale, ili basi maji yaendelee kuwa ya uhakika ndani ya halmashauri ya mji wa Babati. Lakini tulifanya nao mazungumzo wakati fulani, bei za maji pia zilikuwa zipande, walikuwa na sababu za msingi katika maelezo yao, lakini nilizungumza nao kwamba hapana, yaani mimi nakuwa mbunge tu na nyinyi mnapandisha maji, haiwezekani. Simameni hapo hapo kwanza. Kwa bei ya maji haikupanda, iko pale pale. Kwa tunaamini miundombinu ya maji ikikamilika maeneo yote, tunakaa kwenye meza ya mazungumzo kuona kama mtandao wa maji, kwa sababu tutakuwa umebebwa na serikali kwa asilimia kubwa, kwa sababu bei ya maji tuone namna ambayo bei ya maji kama inaweza kupungua kama miradi hiyo yote ya kimkakati ya serikali itakuwa imekamilika. Lakini ndugu wananchi, katika swala zima la umeme, Wizara ya Nishati, serikali kwa kupitia Wizara ya Nishati imeendelea kupambana na kutoa changamoto ya umeme nchini. Kwa mfano, katika vitongoji 54 vya halmashauri ya mji wa Babati, vilikuwa ni vitongoji 6 tu ambavyo vilikuwa vina umeme. Lakini hapo katikati serikali ilisaini mkataba na vitongoji vile ambavyo vilikuwa vina changamoto, ambavyo vilikuwa vijafikiwa vile vitongoji 6, tunavyoongea kwa kupitia REA, wakandarasi wako site wanaendelea kufikisha umeme kwa wananchi. Lakini serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutambua umuhimu wa nishati iliweza kupambana kukamilisha mradi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambapo mradi ule umekamilika na umekwisha kuunganishwa kwenye gridi ya taifa. Hata leo ninyi ni mashahidi, kuna changamoto ya umeme katika umeme kuna umeme mtapewa taarifa, kuna service ya line, kuna service labda kwenye gridi, mambo ya namna hiyo. Lakini umeme tunao, umeme wa uhakika. Lakini vyanzo vingine vya kupata umeme, serikali imeendelea kupambana kupata umeme unaotokana na joto ardhi, lakini umeme ambao kupitia upepo, tunaamini na umeme wa jua. Yote hivi serikali ikiendelea kuwekeza nguvu na tukifanikiwa, tutaendelea kupata nishati ya umeme nchini ya uhakika na kwa bei ambayo ni nafuu. Hivyo tuendelee kumwombea Mheshimiwa Rais afya njema. Tunaamini nia yake thabiti ya kuwaletea wananchi maendeleo kupitia sekta hii ya nishati. Tunaamini mambo yatakwenda vizuri. Tunaona yeye amekuwa ni kinara wa nishati safi na salama. Tunaona hata masuala ya gesi, upatikanaji wa gesi pia unapatikana, na hapo katikati bei zilikuwa zipande, lakini na yeye ameendelea kuona namna ambayo bei inaendelea kuwa rafiki, ili walau basi Watanzania wote waweze kupata nishati au kutumia nishati hii. Lakini ndugu wananchi, serikali imejipambanua zaidi. Hapa mbele itakwenda kuingia mkataba ambao utakuwa ni wa umeme jazilishi. Na umeme jazilishi kwa mjini, sijui kama kuna maeneo na changamoto, lakini kama yapo yenye changamoto, umeme jazilishi utakwenda hata kwa mtu mmoja. Kama umeme kukufikia unahitaji nguzo 10 na wewe una utayari wa kuvuta umeme, watakuletea umeme. Piga makofi kwa serikali ya sisi. Lakini ndugu wananchi, maeneo ya pembezoni ambayo sio ya mjini, Mheshimiwa Mwenyekiti,
tunazungumzia kuna maeneo yanaonekana yako ndani ya halmashauri ya mji, lakini kiuhalisia yanaonekana yako vijijini. Tunashauri serikali kama wawakilishi wenu na serikali wamepokea kwamba haya maeneo ya pembezoni wavute umeme kwa shilingi 27,000. Na viongozi wetu wamebaini kufanya ubainishaji wa maeneo ambayo yanasadikika yako mjini kwa sababu yako ndani ya halmashauri ya mji, lakini yako vijijini. Kwa hiyo tuna imani mapema sana maeneo ambayo tunayapendekeza serikali itafanya kazi na wananchi ambao wako tayari watakwenda kuvuta umeme kwa shilingi 27,000. Lakini kwenye swala hili la umeme ambao ni jazilizi, basi kwa mtu yoyote mwenye utayari wa kuvuta umeme, hata nguzo kufika kwako, kama itahitaji nguzo 10 au zaidi ya 10, kwa sababu lengo la serikali ni kuhakikisha kila kaya inapata nishati ya umeme. Kwa hiyo watahakikisha wanakuletea nguzo. Kikubwa ni utayari wako wewe wa kutaka umeme. Hapo vipi? Hapo vipi?